Tumsifu Yesu Kristo, uhuru wa Yesu, Mola Yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 4 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Warumi sura ya 15. Leo tutajifunza siri 4 za Yesu Kristo zilizopo katika kitabu cha Warumi sura ya 15. Tutaanza na siri ya kwanza: tusiwe na maombi ya ubinafsi mbele za Mungu. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala hatupasi kujipendeza wenyewe. Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema akajengwe. Kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi kwa mfano wa Yesu Kristo, ili kwa moyo mmoja na kwa kinywa kimoja mpate kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nini fundisho hapa tunaposoma hii siri ya kwanza ya tusiwe na maombi ya ubinafsi mbele za Mungu? Wewe uliyefanikiwa kuiona nuru manake neno la Yesu Kristo, wamulikie na wengine wapate kuona ukuu wa Yesu, ili watoke gizani, ili wapate kuokolewa. Lakini kitu kingine, tuwe tayari kutumika na kubeba madhaifu ya wengine kama Yesu alivyotubebea madhaifu yetu msalabani, ili tupate kuwaokoa walio wanyonge katika Kristo. Na kingine, tuepuke maombi kama ya Farisayo aliyejisifu mbele za Mungu na kumhukumu mtoza ushuru, huku yeye akijihesabia haki. Hayo hayana nafasi mbele za Mungu. Na kingine, tuombeane kuwa na umoja wenye upendo wa Kristo, kama jinsi mwili wa binadamu ulivyo na umoja na upendo kwa kila kiungo cha mwili. Maana mwili ni mfano wa ufalme wa Yesu mbinguni na duniani, jinsi ulivyoshikamana mwili wetu. Siri ya pili, injili kwa Wayahudi na mataifa. Warumi 15 mstari wa 7 hadi wa 13 inasema, kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi, kama naye Kristo alivyotukaribisha, ili Mungu atukuzwe. Kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi adhibitishe ahadi walizopewa baba zetu, tena ili mataifa wamtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake, kama ilivyoandikwa, kwa hiyo nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Na tena anena, furahini mataifa pamoja na watu wake. Na tena, enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Na tena Isaya anena, litakuwako shina la Yese, naye aondokeaye kuwatawala mataifa, ndiye mataifa watakaye mtumaini. Basi Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu.
Nini tunajifunza hapa tunaposoma siri ya pili inayosema injili kwa Wayahudi na mataifa? Injili ya Yesu Kristo ni ya ulimwengu. Maana yake ni nini? Yesu ni mfalme wa Israeli na mataifa yote ulimwenguni. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Katika utawala, inayotawala watu katika taifa ni katiba, na injili ya Yesu Kristo ni katiba ya ufalme wa Mungu. Lakini tusisahau jambo hili. Injili ya Yesu Kristo imeenea ulimwenguni kote na inafundishwa juu ya mataifa yote na makabila yote duniani, na ufalme wa Mungu unatawala wema na wabaya. Hivyo Yesu ni mfalme wako, maana anatawala ulimwengu wote. Kinachopaswa ni kumwamini katika ufalme wake ili upate kupona. Siri ya tatu, sababu ya Paulo kunena ukweli wa injili ya Yesu. Warumi 15 mstari wa 14 hadi 21 inasema, ndugu zangu, nimehakikishwa mimi mwenyewe kwa habari zenu ya kuwa ninyi nanyi mmejaa wema, mmejazwa elimu yote, tena mwaweza kuonyana. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu, kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, nifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Basi nina sababu ya kuona fahari katika Kristo mbele za Mungu, maana sitadhubutu kutaja neno asilolitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo, kwa nguvu za ishara na maajabu katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalemu na kando kando yake mpaka Yeriko nimekwisha kuihubiri injili ya Kristo kwa utimilifu. Kadhalika nikijitahidi kuihubiri injili, nisihubiri hapo ambapo jina la Kristo limekwisha kutajwa, nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine. Bali kama ilivyoandikwa, wale wasiohubiriwa habari zake wataona, na wale wasiosikia watafahamu. Nini fundisho hapa? Hakuna mtu yeyote awezaye kunena kwa ujasiri Yesu ni Bwana kama hajapewa mamlaka na Yesu Kristo. Lakini kitu kingine, hakuna wokovu nje ya Yesu Kristo. Na kingine, injili ya Yesu Kristo ina nguvu ya kubadili hata jiwe kuwa laini kama mkate, kwa maana ya kwamba kumbadili mtu aliye na shingo ngumu, wenye moyo mgumu kuelewa na kulainika na kuweza kuokoka. Rejea Warumi 15 mstari wa 20 nasema, bali kama ilivyoandikwa, wale wasiohubiriwa habari zake wataona, na wale wasiosikia watafahamu. Umeona? Siri ya 4, mpango wa Paulo kwenda Rumi tena. Warumi 15 mstari wa 22 hadi 33. Ndiyo sababu nalizuiliwa mara nyingi nisije kwenu, lakini sasa kwa kuwa sina wasaa tena pande hizi, tena tangu miaka mingi nina shauku kuja kwenu. Wakati wowote nitakaosafiri kwenda Spania nitakuja kwenu, kwa maana natarajia kuwaona ninyi katika kusafiri kwangu na kusafirishwa nanyi, moyo wangu ushibe kwenu kidogo. Ila sasa ninakwenda Yerusalemu nikawahudumu watakatifu, maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu walio maskini. Naam, imewapendeza, tena wamekuwa wadeni wao. Kwa maana ikiwa mataifa wameyashiriki mambo yao ya roho, imewabidi kuwahudumu kwa mambo yao ya mwili. Basi nikiisha kuimaliza kazi hiyo na kuwatilia muhuri tunda hilo, nitapita kwenu kwenda Spania. Nami najua ya kuwa nikija kwenu nitakuja kwa utimilifu wa baraka ya Kristo. Ndugu zangu, nawasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho, jitahidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu,
mbele za Mungu kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu nilionayo huko Yerusalemu ikubalike kwa watakatifu, nipate kufika kwenu kwa furaha kama apendavyo Mungu, nikapate kupumzika pamoja nanyi. Mungu wa amani na awe pamoja nanyi nyote. Amina. Nini fundisho hapa? Paulo alieleza umuhimu wa kutii sauti ya Yesu ni baraka daima katika maisha yetu. Lakini kingine alisema umuhimu wa kuombeana sisi kwa sisi na watumishi wa Mungu ili mwisho wetu uwe mwema na huduma yake ipate kuendelea mtumishi wa Mungu. Ndugu zangu, na wasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho, jitahidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu, kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu nilionayo Yerusalemu ikubalike kwa watakatifu. Hivyo tunashauriwa tuombeane, tuwaombee hata watumishi wa Mungu kiwemo na mimi, kwa maana moja, vita vyetu vinakuwa ni vikubwa sana katika ulimwengu wa roho, kwa sababu tunaangamiza ufalme wa giza na kunyanyua ufalme wa nuru ambao unamtambulisha Mungu Baba na Yesu Kristo kama kiongozi wetu. Hivyo tuombeane, tubarikiane, tusaidiane katika maombi ili safari yetu mwisho wake iwe salama, na mwisho wake tupate kuokoka wote na kuurithi uzima wa milele. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.